Bwana Yesu asifiwe. Shalom, shalom. Shalom. This is Eunice Ministry Flowers of Marriage. Karibu sana kwenye TV yako pendwa ya Eunice Ministry ili tuendelee kujifunza masomo mazuri. Kumbuka tunaendelea na ile Mithali sura ya 31. Tunaendelea kusoma tulianza mstari wa 10 na kuendelea mahali ambapo inazungumzia masuala ya mke mwema. Mke mwema ni nani? Na sasa wakati huu tunaingia kwenye mstari wa 24, lakini kabla hatujaendelea kusoma ninaomba mtumishi wa Mungu nimkaribishe kwa heshima kubwa awasalimie, alafu ataendelea kusoma na tutaendelea kama kawaida na Mungu atatusaidia. Karibu sana baba. Nashukuru sana mke wangu mzuri. Shalom, shalom wapendwa. Nawasalimia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa kweli tunashukuru Mungu kwa kutupa fursa hii tena. Tuendelee kujifunza kitabu hiki cha Mithali ya 31 ili tuelewe jinsi ambavyo mke anavyopaswa kuwa. Kwa kuwa tumegundua mke ndiye nyumba, mke ndiye kanisa na mke ndiye kila kitu katika maisha ya familia. Kwa hivyo tunaendelea kama alivyosema mke wangu mzuri. Tunaendelea katika mstari wa 24 na ndiko tuliishia 23 ili tuweze kujifunza. Nataka nisome. Hufanya nguo za kitani na kuziuza, huwapa wafanya biashara mishipi. Nirudie tena. Hufanya nguo za kitani na kuziuza, huwapa wafanya biashara mishipi. Karibu sana mke wangu. Amen. Hufanya nguo za kitani na kuziuza, huwapa wafanyabiashara mishipi. Inamaanisha yeye sio mtu mdogo. Huyu mke mwema, bado tunaongelea mke mwema. Huyu mke mwema ina maana yeye sio mtu mdogo. Ni mtu ambaye anaweza akasimamia biashara kubwa kubwa. Unasikia anafanya kitani na kuuza. Ni mtu anayefanya biashara mpaka za jumla. Ana mawazo makubwa, mawazo ya kuongezeka, mawazo ya kukua. Hata katika nyumba ya Bwana yeye ni mtu ambaye anajua kulea, kwa sababu mtu anayezalisha ni mtu anayejua kuongeza. Ina maana kitu alichonacho kinazalisha, kinaongezeka. Kwa sababu gani? Anawapa wafanyabiashara mishipi. Haleluya. Anafanya kitani na kuuza na anawapa mishipi hao wafanyabiashara waende wakasambaze, wamletee faida. Sio mtu mdogo, ni mtu mwenye imani ya hali ya juu. Hata kama ni kwenye kazini mwake, yeye sio mtu wa kushusha thamani, ni mtu wa kuongeza, ni mtu wa kuleta baraka, ni mtu wa kuleta amani, mtu anayekusanya wafanyabiashara. Kwa sababu ukumbuke kabisa Mungu wetu ni mfanyabiashara, na Mungu wetu hafanyi biashara yake kwa hasara. Ndio maana siku zote hata katika kazi ya Bwana au katika jamii wanashauriwa wafanyabiashara ndio wanasimama sana na kazi ya Mungu, kwa sababu ni mtu ambaye anazalisha, anaongeza kila siku. Ni watu ambao wanaweza wakasimama na kazi ya Mungu, wakasimama na watoto yatima, wakasimama na nini, kwa sababu wao ni watu wanaoongeza na kuzalisha. Na Mungu wetu anapenda sana wafanyabiashara. Kwa hiyo ni mtu ambaye anafanya biashara, anafanya kitani, anawapa na wafanyabiashara mishipi, waende wauze, wamletee faida na anakuwa na amani. Karibu sana baba. Asante sana. Ni kweli kama ambavyo tumepewa ufafanuzi mzuri. Kuna mistari miwili ambayo tumeisoma. Wa kwanza, hufanya nguo za kitani na kuziuza. Huyu ni yule mwanamke au mke mwema. Manake yeye ni mfanya biashara. Yeye ni mtu mwenye bidii. Hufanya nguo za kitani. Ukisikia za kitani ni nguo imara, ni nguo thabiti, ni vitu vizuri. Na kitani kinasimamia vitu vya kutengeneza mwenyewe. Manake yeye ndiye husokota na kutengeneza. Lakini cha pili anasema wapa wafanyabiashara mishipi. Neno mshipi lina maana nguvu, ni nguvu. Manake wapa wafanyabiashara
nguvu. Amen. Hutia biashara nguvu. Anainua biashara za wafanyabiashara wenzake. Amen. Kwa hivyo huyo ndiye mwanamke au mke mwema. Amen. Nataka tusome eneo linalofuata mstari wa 25. Unasema, nguvu na hadhi ndiyo mavazi yake. Anaucheka wakati ujao. Amen. Nguvu na hadhi ndio nini? Ndio mavazi yake. Ndio mavazi yake. Yeye sio mtu ambaye anaangalia majira na kuogopa, kwa sababu anajua Mungu ni Mungu wa majira yote. Kwa hiyo yeye ana nguvu na ana furaha ndani yake. Hebu turudie tena huo mstari. Nguvu na hadhi ndio mavazi yake. Nguvu na hadhi ndio mavazi yake. Ni mtu ambaye yani anafurahia kwa sababu anajua kesho yake ni bora kuliko leo, na anajua anayemtia nguvu sio yeye, sio kwa nguvu zake mwenyewe. Amen. Ni kwa nguvu zinazotoka juu, pamoja na akiwa na mme mzuri anayemsupport. Hallelujah. Kwa hiyo anafurahia na anajua. Hebu tuendelee tu. So hebu elezea baba, tunasikia tu nina furaha. Asante sana. Unasikia nguvu na hadhi ndio mavazi yake. Maana yake mavazi, kazi ya mavazi ni kusitiri. Tunaposikia nguvu na hadhi, manake yeye amesitiriwa na nguvu na hadhi. Hadhi ni cheo. Wow. Maana ya neno hadhi ni cheo au mamlaka. Amen. Manake ana heshima. Ni mtu wa kuheshimiwa kwa sababu ya jinsi alivyo. Lakini tunasikia nguvu na hadhi. Nguvu na hadhi ndio mavazi wakati yake. Anaucheka wakati ujao. Manake haogopi wakati ujao. Hana hofu ya kitakachofuata. Amina. Hahofi watoto wake wataishije, watakula nini, kwa kuwa tayari ameweka msingi wa kuwa ana hadhi na nguvu. Bwana ni mwema. Naomba tuendelee mstari unaofuata. Amina. Hufumbua kinywa chake kwa hekima, na sheria ya wema i katika ulimi wake. Amen. Hufumbua kinywa chake kwa hekima, na sheria ya wema i katika ulimi wake. Amen. Anafungua kinywa chake kwa hekima. Sio mtu wa maneno mengi. Ni mtu ambaye akiongea anaongea maarifa. Anaongea hekima. Akikuta watu hawapatani anawapatanisha. Kwa sababu kinywa chake hafungui wakati wowote. Anajua kuna wakati anatakiwa kuongea na kuna wakati anatakiwa kunyamaza. Lakini anafungua kwa nini? Kwa hekima na kwa maarifa mengi. Alafu hapo, na sheria ya wema i katika ulimi wake. Na sheria ya wema i katika ulimi wake. Sheria ya wema maana yake nini? Ni mtu wa haki. Ni mtu anayejua kutenda haki, kwa sababu kama unaijua sheria ya wema, ina maana wewe unatenda haki. Hata kama unawafanya kazi, unawatendea wema, kwa sababu unaijua hiyo sheria ya wema. Karibu sana baba. Amekisema chote, amesema yote. Ufumbua kinywa chake kwa hekima. Ni mtu ambaye kwenye kinywa chake amejaa hekima. Kama mtumishi wa Mungu alivyosema, yeye haongei tu. Huyu mke mwema anazungumza kitu ambacho kinawafaidi wengine. Amen. Kitu ambacho kinafungua maisha ya watu. Amina. Kinafungua milango ya watu. Amen. Kinawalisha na kuwanywesha wengine. Amina. Na tunaambiwa na sheria ya wema i katika ulimi wake. Manake ndani ya kinywa chake anachotoa maamuzi ndiyo sahihi. Amina. Hatoi maamuzi tu yanayotoka kwake kama tulivyoambiwa. Anatoka yanayotoka kwa Mungu au kwa neno la Mungu. Amen. Huyu ndiye mke mwema. Amina. Bwana asifiwe sana. Mstari wa mwisho wa siku ya leo tunaosoma mstari wa 27 unasema, huangalia sana njia za watu wa nyumbani mwake, wala hali chakula cha uvivu. Huangalia sana njia za watu wa nyumbani mwake. Huangalia sana njia za watu wa nyumbani mwake. Maana yake nini? Yaani yeye huwa sio mtu wa kukaa tu watu wakipotea. Huwa anaangalia. Na acha nikwambie mwanamke, umepewa neema kubwa sana na Mungu. Watu wa nyumbani mwako ni wapi? Sio familia yako peke yako, ni taifa lako.
ni dunia. Amen. Watu wasipotee katika nyumba ya Mungu, watu wasiangamie ukiwepo. Unasimama kwenye nafasi. Unasimama mahali ambapo pamebomoka. Unajenga ufa. Unatengeneza mahali ambapo kulikuwa kumeharibika, panakuwa salama. Alafu wala hali chakula cha uvivu. Hali chakula cha uvivu. Hakai tu chini akala chakula cha uvivu. Lakini anasimama na kufanya kazi. Sio kufanya tu kazi hii ya kawaida, lakini anafanya kazi ya kumtafuta Bwana mchana na usiku. Anamuomba Bwana kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya watoto wake, kwa ajili ya mume wake. Siku zote mwanamke ameaminiwa sana na Mungu. Biblia inasema tuwapate wapi wanawake? Mwanamke anayejua kuomboleza, anayejua kuomba. Wanawake, rudi kwenye njia yako, njia ambayo Mungu alikuweka kwenye nafasi yake. Sio njia ya uvivu wa kuomba. Usitake tu kuombewa, lakini taka kumtafuta Bwana. Maadamu Bwana anapatikana, mtafute Bwana kabisa. Karibu sana baba. Amina. Mungu ni mwema. Amen. Huangalia sana njia za watu wa nyumbani mwake kama tulivyoambiwa. Anasimama katika nafasi. Amen. Azibe ufa. Maana yake yeye ni mlinzi wa nyumba yake. Amen. Yeye ni intercessor, ni muombezi wa watu wake. Yeye anatangulia mbele kuwasawazisha palipo paruza. Amen. Anatengeneza njia kwa ajili ya watu wake. Amina. Kama ni watoto, anahakikisha anawapa ushauri na anawaombea. Lakini pia anasimama katika nafasi kwa ajili yao. Amen. Kwa hivyo huyo ndiye mke mwema. Lakini tumemalizia kusikia wala hali chakula cha uvivu. Maana yake yeye anajitutumua, yeye anajihangaisha, hakai chini tu, anapambana. Yeye anatafuta. Ni mtu wa kutafuta. Amina. Haleluya. Huyu ndiye mke mwema. Kwa kweli Mungu atusaidie, kusaidie wewe mama, wewe mke wa mtu fulani, wewe mke wa jamaa fulani, akusaidie ili uelewe kwamba wewe ndiwe unayeweza kuwabeba familia yako. Unabeba mumeo, unabeba mkeo, unabeba watoto wako. Amen. Wewe ndio unaweza kubeba. Amen. Kwa sababu ukisimama katika nafasi, tayari wameokoka, tayari wameponya. Biblia inakuita msaidizi. Na msaidizi ndiye anayejua siri zote, ndiye anayetangulia. Hata katika ofisi kuna secretary, ndiye anayepanga mafaili, anawahi mapema. Bosi kabla hajaja amefuta kila kitu, amepanga kila kitu kwa siku husika, ameandaa kila kitu, amesoma nakala ambazo anaona zinaweza kumfurahisha bosi siku husika, anaziweka juu. Anaweka tumaua tuzuri hapo. Amen. Wewe ndiwe secretary, wewe ndiwe mbeba maono, wewe ndiwe ndoa, wewe ndiwe familia, wewe ndiwe taifa. Shalom, shalom. Shalom, Mungu shalom. awabariki sana. Nampa nafasi mke wangu mzuri kwa kuwa yeye ndiye nyumba. Fanya kazi. Amen. Amen. Mungu akubariki sana mume wangu. Amen. Kwa kweli huwa unanitia moyo sana. Huwa unanitia moyo sana. Na Mungu azidi kukuinua. Ninaheshimu mafuta yako. Amen. Ninaheshimu wewe ni baba kwangu. Amen. Umenifundisha mengi, umenilea. Amen. Mungu akubariki. Kutoka moyoni ninatamka Mungu akubariki. Ninafurahi sana kuwa mke wako. Thank you. Amina. Sasa Mungu awabariki sana. Naomba uendelee kufuatilia YouTube channel hii ya Eunice Ministry. Maana kuna vingi sana vizuri vinakuja. Na kuomba usubscribe, ulike, ushare na ucomment. Naomba mcomment kabisa. Na naomba mlike video zetu. Na Mungu atawabariki na Mungu atawainua. Kuna vingi vizuri sana ambavyo tunaviandaa. Vipo jikoni vinakuja. Kwa nguvu zote na kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Ninakuomba pia ufuatilie YouTube channel ya mume wangu, inaitwa Sauti ya Upatanisho. Amepewa na Mungu kwa ajili ya kupatanisha watu pamoja na Mungu wao. Amen. Na ninaomba tu mtufuatilie na mtusapoti kazi yetu tunayoifanya, na tunawapenda sana na Mungu azidi kuwainua na kuwabariki. Shalom, shalom. Bye bye. Bye. Amen. Tunawapenda. Amen. Shalom, shalom.